kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakujia. Nina haja nawe, kaa nami na maonjo maji wa EAGT Mashujaa Media TV, ambaye unafuatilia kipindi hiki cha dakika za uzima, lakini pia unatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii TikTok, Facebook, Instagram. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni furaha yangu kwamba uko salama mahali ulipo, nami nikualike sasa katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kujifunza na tunakwenda kuangalia neno la Mungu ambalo Mungu imempendeza katika majira haya na wakati huu kuweza kusikiliza, ili tuone ule uzima ambao Mungu ameukusudia katikati ya maisha yetu. Kabla hatujaendelea, naomba nimwombe Mungu kwa ajili ya kufungua kipindi chetu, ili tuweze kuendelea moja kwa moja katika neno la Mungu ambalo Mungu amenipa kwa ajili yako, tazamaji wangu, mahali popote ambapo unatufuatilia. Baba mwema, mtakatifu, Mungu uliye hai, asante kwa sababu ya saa hii Mungu ambayo umetupa ya dakika za uzima. Hakika Roho Mtakatifu uko kwa ajili ya kuzirisha uweza wako na uponyaji wako kwa watu wako. Nami ninakualika kwa ajili ya mtazamaji huyu, Mungu kaonekane mahali alipo. Uzima ule ambao umeukusudia katika dakika hizi, Bwana ukawe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Moja kwa moja twende kwenye somo letu ambalo linasema nuru imekuzukia. Nuru imekuzukia. Maandiko yetu ya msingi, tutakwenda kuangalia maandiko matatu. Tutaanza na Injili ya Mathayo sura yake ya 4 na mstari ule wa 16. Injili ya Mathayo sura ya 4 na mstari wake wa 16. Biblia yangu inaniambia, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Nitarudia, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Tuambatanishe hapo hapo kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wake wa 1 hadi mstari ule wa 5. Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 1 kuanzia mstari wake wa 1 hadi mstari ule wa 5. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 2, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa 4 na wa 5 ndipo mahali ambapo natamani tutapangalia pia. Anasema, ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu,
nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuliweza. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuliweza. Tumalizie Injili, kitabu kile cha Isaya sura ya 60. Isaya sura ya 60 mstari wake wa kwanza anasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Pendwa mtazamaji wangu, ndio ni saa, ni dakika za uzima, na somo letu linasema ya kwamba nuru imekuzukia. Mahali popote ambapo nanifuatilia na kufuatilia kipindi hiki, jua ya kwamba haya ndiyo majira na hii ndizo dakika ambazo Mungu amekusudia kuleta badiliko katikati ya maisha yako. Mungu amekusudia kugeuza historia ya maisha yako, na maneno ya Mungu yanasema katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo, tumeona sura ile ya 4, ni habari na mstari ule wa 16. Habari Mungu anasema ya kwamba watu waliokaa katika giza, wameona mwanga mkuu. Natamani unielewe hapo. Biblia inapozungumza kwa habari ya watu waliokaa katika giza, anamaanisha nini? Hazungumzi kwa habari ya giza ambalo unalifahamu, hazungumzi kwa habari ya giza unalolifahamu, bali anazungumza giza imetumika kama lugha ya picha, ili watu waweze kuelewa, ili watu waweze kufahamu. Ikatumika giza, na wote tunajua kazi ya giza ni nini. Giza linapoingia, nini kinatokea? Nini kinaendelea? Yako mambo mengi yanasimama, hayawezi kuendelea kwa sababu ya giza. Iko vitu haviwezi kufanyika kwa sababu giza limeingia. Kwa hiyo hakuna ambacho kinaweza kuendelea giza likisha kuingia. Kwa hiyo anapozungumza habari za watu waliokaa katika giza, maana yake ni watu ambao wanaishi katika hali ya mateso. Hawawezi wakafanya jambo lolote, hawawezi wakaendelea na shughuli yoyote yenye faida katikati ya maisha yao. Ni watu ambao wamekata tamaa, hawaoni namna ambayo wanaweza wakatoka, hawaoni mlango, hawaoni njia. Nyumba ikishaingia giza, hata kama mtu yuko ndani, ghafla anaanza kutembea kwa kupapasia. Manake tayari giza limeleta upofu, limeleta mwangaza. Hana uhakika wa maisha yake, hana uhakika ya kwamba mahali ninapokanyaga au mahali ninapopendea ni mahali salama au la, maana giza limemzuia. Lugha nyingine, tunapozungumza kwa habari ya giza, tunazungumza kwa habari ya mfumo wa maisha ambayo mwanadamu amejikuta ameingia ndani yake, ambao
hauleti picha nzuri, hauleti taswira nzuri, hauleti tumaini nzuri juu ya maisha yake. Mungu alipotazama watu ambao wako katika hali ya mateso, akasema hapana, ni lazima nilete uzima ndani yao, ni lazima nilete nuru, niachilie tumaini katikati ya maisha yao, niachilie baraka katikati ya maisha yao. Haleluya! Mtazamaji wangu, nataka nikwambie, haijalishi ya kwamba umepita katika hali gani, hii saa ambayo unafuatilia, hii saa ambayo unanitazama, haijalishi uko kwenye mazingira gani, lakini nataka nikwambie, nuru ya Bwana imekuzukia. Haijalishi saa hii, inawezekana umekuwa ni mgonjwa, inawezekana umeteswa na nguvu za giza, nguvu za uchawi, nguvu za mapepo na mikataba ya giza imemiliki maisha yako. Nataka niseme kwamba Bwana amekuangaza, nuru ya Bwana imekuzukia mahali ulipo. Bwana ana kusudi na wewe, Bwana ana mpango na wewe, Bwana ana neno na wewe, na hii ndiyo saa ya kutoka katika hilo giza, maana nuru ya Bwana, nuru ya uzima imekuzukia mahali ulipo. Nuru imekuzukia, nuru imekuzukia. Kwa hiyo anasema watu waliokaa katika giza na katika nchi ya uvuli wa mauti, katika nchi ya uvuli wa mauti wameona mwanga mkuu. Mwanga umewazukia. Maana yake nini? Nataka nikwambie, katika uvuli wa mauti anaposema uvuli wa mauti, maana yake kila ambacho unakifanya, kila ambacho